Katika mafundisho ya katekisimu, tafadhali uliyechukua karatasi zako uonekane vizuri, umejificha kwenye nguzo. Swali la kwanza. Namba 38. Swali namba 38 linahoji tamaa ya mali inawezaje kuwa dhambi? Tamaa ya mali inawezaje kuwa dhambi? Tamaa ya mali inaweza kuwa dhambi kwa sababu unakuwa umejilimbikizia mali ambazo unaweza kuwasaidia wengine, lakini umezimiliki wewe mwenyewe. Asante. Maksi 10 inapokuwa inazidi na inamfanya mtu asimjali tena Mungu. Kwa hiyo na maksi 10. Swali la pili. Namba 24. Swali namba 24. Siku ya Dominika au siku ya Bwana inapaswa kuadhimishwaje? Sio siku Dominika na siku ya Bwana, siku ya Jumapili. Siku ya Dominika au siku ya Jumapili inafaa kuadhimishwa kwa kutenga muda wa kujisogeza karibu na Mungu. Unakusanyika katika nyumba ya ibada, mnasali, mnamtumikia Mungu, mnamtukuza Mungu kwa nyimbo, sala na shukrani. Hongera sana kwa kujaribu. Una maksi 15. Hiyo siku ya Dominika mnapaswa kusali kwanza misa takatifu au ibada bila padre, lakini pia ni siku ya kupumzika na ni siku ya kutenda mema. Asante. Swali la 3. Namba 2. Swali namba 2 linahoji uadilifu katika biashara unahitaji nini? Uadilifu katika biashara unahitaji kutafakari njia sahihi za namna unavyopata mtaji wako na namna ambavyo unaifanya biashara yako katika njia sahihi ili kuweza kupata faida ambayo inatokana na juhudi binafsi na sahihi zaidi. Asante. Umejitahidi. Maksi 15. Ni uaminifu na kuto kuchukua faida isiyo ya halali. Tunafundishwa na katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 2411. Swali lingine. Namba 13. Swali namba 13. Maisha yetu ya ndoa kama wanakwaya yanapaswa kuwa na nini? Maisha yetu wanandoa kama wanakwaya yanapaswa kuwa na uaminifu katika ndoa zetu na kumwimbia Bwana pasipokuwa na ndoa nyingine ndogo ndani ya kwaya, kuimba kwa uaminifu. Asante sana kwa jibu zuri. Yanapaswa kuwa na uaminifu, upendo na uwazi kati yenu nyinyi kwa nyinyi wanakwaya. Mnatakiwa kufanya hayo kwa bidii zaidi kuliko hata wale ambao hawaimbi kwaya. Kwa hiyo mkijaribu huko mnakuwa na maksi 15. Namba 32. Namba 32. Kutoa mimba ni kinyume cha amri gani? Kinyume cha amri ya 5. Unasema nini? Usiue. Maksi 20. Na kwa hapo mnakuwa mmemaliza maswali yenu mkiwa na maksi jumla 75. Mungu awabariki sana. Maswali